Kaka, naomba urudie mbinu gani naweza tumia ili nikimbie umbali mrefu? Sikuwepo, sikusikia ulichokisema kwenye makala iliyopita. Karibu sana kwenye chaneli yetu Ajira Update, na hili ni moja ya ombi ambalo ameliomba mpenzi msikilizaji wetu ili aweze kufahamu ni namna gani anaweza kukimbia umbali mrefu bila kuchoka. Hii yote ni kujiandaa na usaili kama ataitwa JW. Leo hii nimekuandalia mbinu takriban 10 ambazo zitakufanya wewe uweze kukimbia umbali mrefu, na ninakuomba uanze kuzifanyia mazoezi toka sasa. Nisikilize kwa makini, ambapo hautaelewa basi niulize. Ila mimi binafsi kila siku iendayo kwa Mungu lazima nikimbie walau kilomita 2 mpaka 3. Kwa maana hiyo ni swala ambalo nishajiwekea kwenye maisha yangu, kila siku asubuhi ama kila siku jioni lazima nikimbie, na natumia mbinu hizi kukimbia kila siku. Mbinu ya kwanza, hakikisha unapoanza kukimbia unaanza taratibu. Usianze kwa kasi, dakika za mwanzo tumia nguvu kidogo ili mwili wako uweze kuzoea. Mbinu ya pili, dhibiti pumzi yako. Hakikisha unavyopumua ujitahidi kutumia pua. Natoa hewa kupitia mdomo, na iwe ni kwa step. Mfano, nikiwa nakimbia mdomo wangu nimeufumba. Nikiona nahitaji kupumua, nitavuta hewa kwa kutumia pua alafu nitatumia mdomo kutoa, yani navuta hewa kwa pua alafu natumia mdomo kuitoa. Lakini ni kila baada ya step kadhaa, sio kwamba nitaenda tu mwanzo mwisho nafanya unakimbia kama unajipangia baada ya step hata 3 au 5. Nikishachemka nikipiga step 5 basi napumua. Kupumua nafanyeje? Navuta hewa kwa kutumia pua. Kwa hiyo haitakiwi wewe utumie mdomo kuvuta hewa, kama hapo lazima utachoka ndugu yangu. Kwa hiyo tumia pua kuvuta hewa na kisha mdomo utoe hewa kwa nguvu. Mbinu ya tatu, kimbia kwa mwendo wa kawaida. Hakikisha una maintain mwendo ambao ulionao. Kwa nini? Ukikimbia kwa mwendo ambao sio wa kawaida utachoka haraka, maana una umbali mrefu wa kwenda. Ndio maana unakuta watu wanaoanza kukimbia au wakiwa wanafanya racing wanaanza taratibu, ila anapokaribia kumaliza anaongeza spidi, tayari mwili wake umesha adapt na umechemka. Lakini kama mtu ambaye anaanza kwa spidi anachosha haraka kabla ya mwili haujazoea kukimbia. Kwa maana hiyo wewe utakapokuwa unakimbia hakikisha una maintain spidi, usidrop wala usiwe juu sana, hakikisha unakuwa katikati, ila unapoelekea kumaliza unajitahidi kuvuta. Sasa unavuta. Yule ambaye alianza kwa kasi lazima atakuwa ameshaanza kuchoka, maana alianza ambapo mwili bado haujajiandaa vizuri kuanza kukimbia. Namba 4, fanya mazoezi ya stamina. Mfano, mimi napenda sana kuruka kichura, napenda sana kufanya squash. Hizi zinanifanya kuimarisha misuli yangu ya miguu ili nikiwa nakimbia nisichoke miguu. Kwa maana hiyo squash ni muhimu. Kuruka kichura kama unaweza ruka, inakaza miguu, itakufanya wewe uweze kukimbia umbali mrefu bila kuwa na tatizo lolote la mguu. Kwa hiyo miguu yako itakuwa na balance vizuri, itakuwa na stamina. Namba 5, imarisha miguu na mwili kwa mazoezi kama squash, push up. Yes, hii ni kama hiyo niliyotoka, lakini unaongeza, unaimarisha zaidi. Namba 6, kunywa maji ya kutosha. Hii ni moja ya siri ambayo na kuibia. Kwa wale ambao wameenda JKT wanatambua jinsi gani wanajeshi wanaheshimu sana mtu kunywa maji. Unaweza, nakumbuka kipindi nipo JKT tulikuwa kabla ya kuanza kukimbia tunakunywa maji, na tulikuwa tunaambiwa njooni na maji madumu 3.
unajaza maji, mnakunywa, mnakimbia, mkisharudi tena mnatulia kidogo, mkishapumzika, damu imeshatulia, basi mnakunywa maji tena. Kwa hiyo maji ni muhimu sana. Kwa nini? Maji yana oksijeni ndani. Kwa maana hiyo unavyokunywa maji mengi unaongeza oksijeni ndani, hewa inaongezeka ndani. Kwa hiyo oksijeni inavyoongezeka inasaidia damu yako kufanya kazi vizuri. Umenielewa? Kwa maana hiyo mwili wako ukikosa maji lazima uchoke haraka, maana oksijeni inakuwa ndogo, na oksijeni ndio nguvu yako. Umenielewa? Ndio energy yako ambayo itakusaidia wewe utembee umbali mrefu. Umenielewa? Kwa hiyo kunywa maji kabla ya kukimbia na baada ya mazoezi. Hakikisha unakunywa maji kabla ya kukimbia. Kuanzia sasa hivi jipangie ratiba wewe kwamba kama mimi kila siku jioni angalau hata nazunguka uwanja mara 4, umenielewa? Uwanja wa mpira unaozunguka mara 4, lakini hakikisha kabla hujaanza kukimbia kunywa maji yako ya kutosha, tulia, maji yatulie, kimbia raundi zako. Ukimaliza usinywe maji hapo hapo, hakikisha umetulia, ile pressure na mzunguko wa damu umetulia, alafu then unakunywa maji kutuliza. Yes, hicho kitakufanya wewe mwili wako ujijenge zaidi kwenye hali ya kukimbia. Namba 7, kula vyakula vyenye nguvu. Vyakula vizuri kwa ajili ya kukimbia ni mfano ndizi, uji, viazi, wali, mayai. Mayai yanaongeza nguvu ambayo inakaa kwa muda mrefu. Namba 8, lakini mayai yao yawe ya kuchemsha, sio mayai ya kukaanga. Ya kukaanga unatia mafuta, kwa hiyo achana na kukaanga. Hakikisha unakula vya kuchemsha. Namba 8, lala vizuri. Hakikisha unapata walau masaa 7 mpaka 8 ya kupumzisha mwili wako daily. Usikae sana na simu yako, jipangie ratiba. Mimi kufikia saa 5, saa 6 ninalala mpaka saa 1. Yes. Hakikisha unalala masaa 7 mpaka 8. Namba 9, tumia akili yako vizuri wakati unakimbia. Hii kwa nini nakwambia hivyo? Usifikirie umbali wote kwa pamoja. Akili yako ukianza kuiweka kufikiria umbali unaokimbia, ndivyo mwili wako unapoanza kuchoka. Hakikisha akili yako wakati unakimbia iweke kwamba hapo lazima nifike, mbona karibu. Lakini ukianza kusema huu mzunguko mbona mbali tayari, unajijengea kitu kichwani na mwili wako unaanza kuadapt ile hali ambayo unaijenga. Na la 10 na la mwisho kabisa ni wewe kufanya interval training. Mfano, namaanisha interval training ni ile kwamba unatenga mfano mita 100. Tofautisha mtu anayekimbia mita 100 na mita 500. Mita 100 mara nyingi sana lazima mtu aanze kwa kasi amalize kwa kasi. Kwa nini? Ni umbali mfupi sana. Kwa maana hiyo jitengee interval training. Mfano mita 1 ukimbie labda kwa dakika 10. No, dakika 10 nyingi, labda kwa dakika 5, 3, 2, dakika 1. Yes, dakika 1 mtu unatoboa mita 100. Mita 100 ni umbali kwa ni urefu wa uwanja kutoka mwanzo hadi mwisho, mita 100. Kwa hiyo utumie hata dakika 1 au isiishe kabisa. Kwa hiyo jiwekee kiasi alafu kimbia kwa speed ile mita 100. Umenielewa? Fanya ukimbie kwa kasi ndani ya dakika 1, yani kama mshale, kama alivyokuwa anafanya Usain Bolt. Nadhani unamfahamu huyo mwamba. Alikuwa anatumia sekunde ngapi sijui kumaliza mita 100. Kwa maana hiyo alikuwa anatembea kwa speed vibaya mno. Kwa hiyo jiwekee interval training ya kwamba najua kwamba ninatakiwa nikimbie mita 500 au mita 1000, lakini hapa sasa hivi nataka nifanye training. Training yako unaifanyaje? Nenda uwanjani, kimbia kwa speed mita 100, angalia unatumia dakika ngapi. Itakusaidia sana. Karibu sana tena kwenye channel yetu Ajira Update, na hili ni swali ambalo nimelitolea ufafanuzi. Mpenzi msikilizaji alihitaji kujua mbinu gani ambazo anaweza kutumia kukimbia na asichoke kwa haraka. Karibu tena, kama uko na swali tukutane kwenye comment section. Usichoke, tuna vitu vingi vya kukupa wewe, na kadri siku tunavyo upload makala, kama ukiwa unaifuatilia basi itakusaidia sana. Chao.